Moja kati ya ngoma kali ambazo tumekutana nazo this time around ni pamoja na hii hapa ya kwake Mario, inaitwa Tete. Ni mradi mtamu kinoma noma, ni moja kati ya mradi ambao ukiusikiliza yes unapata vibe. Uzuri Mario ni fundi na ni mwandishi mzuri kabisa sana ngoma za design kama hizi hapa. Ndio sehemu zake, ni vitu vyake kabisa yani, au sio? Sasa Mario tuko naye na nilikujuza mapema kabisa kwamba leo utamsikia kwenye Zero Planet SFM. Jambo la kwanza nataka tufahamu kuhusiana na Tete. Jamaa ameamua kufanya maamuzi fulani kwamba arudi kwenye media, kwa maana kwamba media zipromote ngoma na vitu kama hizo. Hata kwenye utambulisho pia alicheki na baadhi ya media kubwa ambazo zina support muziki wa Bongo Flava na wakatambulisha ngoma. This time around ndio hii hapa ngoma tumeisikiliza. Lakini sasa nataka kufahamu Mario, kwa nini ameamua kukabidhi watu wa radio ndo wa deal na hii ngoma na vitu kama hizo hapo Mario? Kitu kilichonishawishi kufanya hivi ni kwa sababu ya imani yangu tu. Mimi naamini bado radio zina nguvu, yani bado ziko powerful kuweza kumpush msanii kwenye sehemu tofauti, kuweza kufikisha ujumbe au kama hivyo project imetoka wimbo ukafika kwa haraka ukawafikia watu sehemu tofauti sana, mbali na kwenye mitandao ambayo sasa hivi sisi tunaiamini. Kwa hiyo ndio maana nilikuja na hiyo kampeni mwanzoni kabisa, na niliweza kuwa na mawasiliano mazuri na watu wa media, lakini pia nikukumbuka pia tulikotoka, kwa sababu mimi nakumbuka ngoma yangu ya kwanza imetoka 2018 Dark Boom. Nafasi kubwa sana ilipata kutoka kwenye media tofauti. Kwa hivyo hizi vitu ambavyo vinasemekanika sasa hivi sio vitu vya kweli 100%, kwa sababu bado media inafanya kazi yake na inaendelea kusupport muziki. Isipokuwa tunashukuru pia kwa hizi platforms nyingine zilizokuja zimeturahisishia pia, kwa sababu imekuwa kama ni njia nyingine ya kuweza kufanya hiyo marketing. Lakini still bado media zina nguvu na tunazihitaji sana. Sasa ukiangalia kwenye album yako kwenye digital huko bado unafanya vizuri, yani album inafanya vizuri, lakini umeachia Tete kwa maana kwamba umelidhika na mapokezi ya album mpaka umeamua kuipoteza kupitia ngoma hii ya Tete, au ni sababu zipi zimefanya umeachia ngoma wakati album bado inafanya vizuri pia? Nimeachia Tete wakati album yangu inafanya vizuri ni kwa sababu pia Tete ipo kwenye deluxe ya album. Kwa hiyo na yeye kama ipo kwenye album, ni wimbo ambao ulitakiwa utoke pia ndani ya album, lakini tukasema kutokana na agenda ya muziki ambayo iko mle ndani, Tete kama imebaki, tukawa tumeipangia mpango wake kwamba itatoka baada ya album, itakuwa kwenye deluxe. Utofauti uliofanyika tu, deluxe yenyewe na nyimbo kama 6, lakini tukasema hatutaki kutoa kama package, inabidi tutoe moja. So ndio maana tumeanza nao hiyo. Kwa hivyo sidhani kama inaharibu chochote kwenye huo utoaji, kwa sababu na yenyewe pia inawakilisha The Godson album, kwa maana kwamba inatoka kwenye deluxe ya The Godson. Yes. Sasa ukiangalia kwa sasa kwenye game ya Bongo Flava, Mario ni miongoni kati ya wasanii ambao wanazungumzwa sana, yani kwamba Mwanetu anafanya vizuri, Mwanetu anatuwakilisha vizuri. Nini ambacho unajivunia mwenyewe kwenye uwepo wako kwenye game ya Bongo Flava? Kitu gani ambacho unajivunia Mario? Nafikiri natakiwa kujivunia uwepo wangu kwa sababu ya uniqueness niliyokuwa nayo katika muziki wangu. Maana yake ni kwamba ninachokifanya mimi hakuna mtu anaweza kufanya kama mimi. Wanaweza wakafanya kama mimi lakini sio kama mimi. Kwa hiyo iko ndio kitu kikubwa Watanzania wanataka kujivunia kutoka kwangu. Lakini pia nimekuwa ni mmoja kati ya vijana ambao nimekuja kuwapa changamoto vijana kutoka mtaani, kuwaaminisha kwamba hili swala linawezekana. Wanaelewa, kwa sababu kuna kipindi industry ilikuwa imekaa kama makundi sana, yani kilebo sijui msanii mpaka powerful lazima atoke huku. So itabidi watu wajivunie, kwa sababu mimi kuja kuwaonesha watu kwamba hili swala linawezekana na mtu unaweza kupata nafasi nzuri na mkaleta burudani, watu wakaenjoy muziki wako na wakaburudika na wakaelimika pia. So nafikiri hivyo. Sawa, na hujafanya mapiano kwa muda mrefu mzee wangu.
nadhani hata kwenye album pia ya The Godson hamna ngoma ya mapiano. Imechukua muda mrefu, kama sio miaka miwili basi kwenye mwaka mmoja na nusu hatujapata mapiano kutoka kwako. Umerejea kwenye Bongo Flava. Umeona nini kwenye Bongo Flava? Umeona nini kwenye mapiano? Kwa nini mapiano umeziweka pending kidogo na umeamua kurejea kwenye sound yetu ya Tanzania Bongo Flava? Kuhusu sound ya mapiano, of course ni sound nzuri na imekuja wakati sahihi na watu wamepata mafanikio kupitia hiyo sound. Na sio South Africa pekee, mpaka sisi Tanzania wanaelewa, na makabila na nchi tofauti tofauti wameweza kutumia hizo sound, na nafurahi na mimi kuwa mmoja kati ya watu ambao wamekuwa mwanzoni kabisa kuingiza hiyo sound bongo au kuwa kama mbongo ambaye nimeimba kwenye beat za mapiano. Lakini sijatumia kwenye album yangu The Godson au na miaka kama miwili sijaimba kwenye hiyo sound ya mapiano, kwa sababu mimi ni mtu wa kubadilika, na nikiona ni kitu ambacho watu wanakitumia zaidi huwa mimi narudi kwenye upande mwingine, kwa sababu mimi napenda tofauti na naamini kwenye tofauti au tofauti wangu ndo kwenye mafanikio. That's why nimefanya hivyo. Ndio maana hata kwenye album yangu The Godson hakuna sound ya piano, sababu kwenye album yangu iliyopita The Kid You Know kulikuwa kuna mapiano pia za kutosha. Kwa hiyo nafikiri hiyo tu ndio sababu ya kufanya hivyo, ya kutokufanya mapiano kwa kipindi hiki. Lakini ni sound nzuri, na ukipatia kuitengeneza unaweza kutengeneza kitu kizuri zaidi. So yeah, maybe next time tujaribu kufanya tu tena katika hiyo sound. Sawa, kuna ngoma inaitwa Amawele umemshirikisha Tyler. Ngoma ni kali sana na nadhani ni moja kati ya ngoma kali ambazo zimepotelea kwenye album ya The Kid You Know. Sijafahamu kwamba kwako unachukuliaje, kwa sababu ni collab ambao umefanya na Tyler na ni collab kali, alafu mzima kama imepotelea kwenye album na sasa tunawaza michongo mingine na vitu kama hizo. Unawaza kuirudia ile ngoma ama unawaza kufanya promotion upya kwenye ile ngoma, au ndo tumeipotezea mazima mzee wangu? Of course hata mimi mwenyewe pia Amawele ni favorite song yangu kusema ukweli. Naipenda sana hiyo ngoma. Lakini ni kweli ni wimbo ambao ni wimbo mkubwa, unaelewa, kwa watu ambao wamepata nafasi ya kusikia wanajua nini kuhusu Amawele, lakini bado haujafika kwa watu wengi zaidi. Na maana kama tungeweza kufikisha pia kwa watu wengi zaidi, Mungu angeweza kusaidia, ungekuwa wimbo mkubwa zaidi. Lakini bahati mbaya ni kwamba watu ambao nimeshirikiana nao sasa hivi unajua kwenye hatua nyingine. Sisemi kwamba hatuwezi kuwafikia, lakini ratiba zimekuwa ni nyingi sana. Tujaribu kufanya hivyo, kufuatilia kuona tunafanyaje, labda tushoot video tuanze kupromote upya, lakini mambo yamekuwa mengi na ratiba za wasanii ambao tunashirikisha nao zimekuwa tight. Tumeenda mpaka tukaona sasa hii nafikiri mwisho wake umefika. Lakini ni moja kati ya ngoma ambazo mimi pia nazipenda na najivunia kuwa ndo nilizifanya, na pamoja na udogo wake hiyo ndo ngoma ambayo imekuwa na numbers kubwa sana kwenye mitandao, kwenye platform za Spotify huko na Apple Music na nini, kwa sababu Sawa. Umekuwa ukitoa album na hufanyi media tour wala tour zile za show kusema labda tuna album yetu, labda saizi tuzunguke huko mikoani wapi tukusanye hela zetu ili kuwafikia pia hata mashabiki zako ambao hawapo mtandaoni. Yaani umekuwa ukiziachia huko kwenye digital platform, basi unaona umeshamaliza. Hii nao ni inatokana na nini? Yani unaona kwamba kwenye digital platform kuna jitosheleza au ni nini? Ni kweli, lakini mimi album yangu ya mpya ya The Godson inatoa yake, tutakuwa na Europe tour, unaelewa sijui. Kwa hiyo The Godson itakuwa album ya kwanza ambayo mimi nitaifanyia tour ya kimataifa, unaelewa. Tutafanya tour ya kimataifa, tutawatangazia itakuwa lini, lakini nafikiri nitakuwa kama na mwezi mzima na nusu nje ya nchi nikifanya tour ya The Godson. Na nafikiri album imekuwa mafanikio makubwa sana. Ngoma kama Nairobi imeweza kufanya vizuri sana, imeweza kunisurprise hata mimi, maana ni sound ambayo sikutarajia kama ingeweza kufika mpaka West Africa huko wapi watu wanapenda nyimbo. Kwa hiyo tour ya The Godson inakuja na watu wakae karibu, tuna platform zangu, tutawapa taarifa.
Sawa mzee baba, umefanya kazi nyingi sana pia na Alikiba pamoja na Harmonize. Mashabiki zako pia wanatamani kuona collabo na Simba, Diamond Platinum mzee. Yes, of course nimefanikiwa kufanya ngoma nyingi na King Kiba, nimefanya ngoma nyingi na Konde, na zote zimekaza na mafanikio makubwa. Na hiyo kiu ya watu kuona nafanya ngoma labda na Simba na nini, Mungu akipenda mwenyewe itakuja hiyo collab, kwa sababu sisi wote ni wa Tanzania na ni watu ambao tunafanya vizuri na tunaheshimiana pia, na naheshimu uwepo wa Blaza kwa sababu ni mtu ambaye kafanya makubwa. So Mungu akifanya pesa kwenye hilo, basi tutawaletea hiyo. So siwezi kuahidi kwa sasa hivi. Na kulikuwa na story pia kuhusiana na wewe kufanya kazi na Davido. Inasemekana mshakutana na kuna kazi inafanyika. Vipi, mmefikia wapi pia? Kusema kweli hiyo tumekuwa na mazungumzo mazuri na OBO Davido, lakini hatujafanikiwa bado kutengeneza kitu ambacho unaweza kukaa mbele ya watu kuzungumzia. Lakini nashukuru kwa hilo pia. Sawa, kwa kukamilisha ili tujifunze pia, changamoto gani ambazo umekutana nazo na utaki pia wasanii wengine wapitie kwenye hizo changamoto ambazo wewe umekutana nazo, hususan pia kwenye lebo yako ya Bad Nation, ama wasanii underground pia ambao wananisikiliza muda huu? Of course tunakutana na challenge nyingi sana, changamoto ni nyingi, lakini kitu kikubwa kinachotukomboa kwenye hilo ni imani. Tunaamini kwamba bila changamoto, bila hizo challenge hatuwezi kufanikiwa, hatuwezi kufikia malengo. So binafsi kwa mtu ambaye yuko karibu yangu au msanii ambaye yuko karibu yangu bado hajatoka, changamoto nyingi sana ambazo zinawezekana kukwepeka, ambazo binafsi mimi nimezivaa uso kwa uso na labda sometimes zimeniathiri kidogo, nitajaribu kumepusha nazo kwa sababu yeye ni mtu wangu wa karibu na sitopenda apite njia hiyo. Unajua mtu ukishafika kwenye safari ambayo unaenda, ukishafika hata nusu ya safari au ukishaenda sehemu na kurudi, ndio unagundua kwamba kumbe nitaka nipite tu hapa shortcut hii, nipite hii na hii kwa hivi. So hizo shortcut ndio watafaidika nazo sasa watu ambao labda nitakuwa nao karibu, labda wasanii wenzangu, washikaji zangu au wasanii ambao tunafanya nao kazi kwenye lebo moja. Nafikiri unaelewa ninachomaanisha. So nafikiri ni hivyo tu. Changamoto nyingine zipo za kibinadamu, unaona. Kuna mambo ya lugha, unaelewa. Huko tunapoelekea sisi watu waongei sana lugha yetu ya nyumbani, kwa hiyo inabidi lugha nyingi mtu unazijua. So kwa msanii ambaye bado yuko ndani anataka kuja, unaelewa, nitamwambia inabidi ajue lugha, ajifunze mapema, inabidi ajue vitu vingi, ajue hata kupiga instrument yoyote kama ni gitaa, kinanda na nini, kwa sababu ndio generation inayokuja. Hivyo ndo kitu ambacho mimi ninaweza kumwambia mtu huyo, na sichukui kama challenge au changamoto kwa upande wangu, sababu mimi nashukuru namna ambavyo Mungu ameniumba mpaka sasa na namna ambavyo naweza kuwasilisha kitu ambacho kiko ndani yangu. Wasanii wachanga ambao mnanisikiliza, nadhani kuna point tunaiokota hapa, kujifunza lugha ya Kiingereza. Hiki kitawasaidia pia huko ambako mtaenda kupambania kombe lenu. Mario anasema lugha ni muhimu zaidi, kwa sababu baadaye ukijipata kama inakuja kuwa inakutesa vile. Mahojiano kwenye Zero Planet. Mahojiano na Master Bongo. Sitaki kuongelea kwenye interview yangu. Huo ndio ukweli, nimejibu mwenyewe. Mahojiano na Master Bongo. Ya video inatoka ile time, wale tunaweza kufanya. Nimefanya hii nyimbo kabla ya yeye kutoa hiyo nyimbo yake, wala mimi kujua lolote. Mahojiano na Master Bongo. Hii vazi ilikuwa linavaliwa karne ya 17 kwa watu ambao wanafuatilia fashion.